Jeshi la ulinzi la Israeli IDF limetangaza siku ya Ijumaa kuwa jeshi lake la anga limedondosha jumla ya mabomu 135,000 katika nyanja mbalimbali za vita tangu kuanza kwa mgogoro mnamo Oktoba 7, 2023 dhidi ya Hamas. Katika idadi hiyo ya mabomu 135,000 ambayo inajumuisha mashambulizi mengi yaliyofanywa na jeshi la anga pekee, kulikuwa na mashambulizi 23,860 yaliyofanywa mahususi kufuatia maombi ya haraka ya vikosi vya nchi kavu ground forces wakati wa operation huko Gaza na Lebanon. Kwa mtazamo wa jeshi la anga, namna linavyoendesha vita imebadilika kwa kiwango kikubwa tangu Oktoba 7. Kwa sasa jeshi la anga limeunganishwa kikamilifu na vikosi vya nchi kavu, likitoa msaada muhimu wa anga ndani ya sekunde au dakika chache, tofauti na hapo awali ambapo maombi kama hayo yalichukua saa kadhaa kutekelezwa. Ikiwa huko nyuma jeshi la anga lilikuwa halina uwezo wa kushambulia shabaha za adui ikiwa wanajeshi wa IDF wako ndani ya umbali wa mita 500 kutoka kwa adui. Kikomo hicho kilipunguzwa hadi mita 250 na baadaye hata chini ya hapo. Jeshi limetoa taarifa nyingi zikijumuisha usahihi wake, precision, katika kushambulia adui aliye karibu kabisa na vikosi vya nchi kavu vya Israeli. Kutokana na matumizi ya drone na helikopta zinazoweza kuruka chini zaidi, mashambulizi ya anga sasa yanaweza kufanyika karibu zaidi na wanajeshi wa nchi kavu. Mabadiliko mengine makubwa ni kuundwa kwa kitengo kipya ndani ya jeshi la anga kilichojikita mahususi katika kuzuia uvamizi wa adui kupitia ardhini, kitengo ambacho hakikuwepo kabla ya Oktoba 7. Jeshi la anga lilifichua Ijumaa kuwa hata sasa kuna baadhi ya wakuu wa zamani wa jeshi hilo ambao wanapinga vikali mabadiliko hayo, wakisema kuwa jeshi la anga halipaswi kujishughulisha na kazi ya kulinda mpaka dhidi ya uvamizi wa nchi kavu. Vyanzo vya jeshi la anga vinaamini uamuzi wa kulinda mipaka ni sahihi. Licha ya ukosoaji huo, vyanzo vya sasa vya jeshi la anga la Israeli vinasema kuwa uamuzi wa kubadilisha mfumo huo ulikuwa sahihi. Takwimu nyingine iliyotolewa na jeshi hilo ni kwamba limefanya uokoaji evacuations mara 2865 wa wanajeshi waliojeruhiwa katika nyanja mbalimbali za vita. Mbali na kusaidia vikosi vya nchi kavu, jeshi la anga limebadilisha majukumu yake kwa kiasi kikubwa katika miaka ya hivi karibuni. Kwa sasa ndege zake zinaruka popote Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na kupita kwenye anga za nchi hasimu kama Lebanon, Syria na Iraki, zikiwa njiani kwenda kushambulia Irani. Mnamo Juni 2025 na 2026, jeshi la anga lilifanikiwa kutawala anga la Irani kikamilifu, air supremacy, bila kupoteza ndege yoyote inayoongozwa na rubani, ingawa ilipoteza droni kadhaa. Onyo kuhusu kuimarika kwa Syria. Wakati huo huo, jeshi la anga lilifichua Ijumaa kuwa Syria inaanza kuimarisha uwezo wake wa kijeshi kidogo kidogo, ikiwemo mifumo yake ya rada na ulinzi wa anga. Mnamo Desemba 2024, wakati utawala wa Bashar al-Assad ulipoanguka, jeshi la anga la Israeli liliharibu sehemu kubwa ya silaha za kimkakati za masafa marefu za Syria, ikiwemo mifumo bora ya ulinzi wa anga. Hata hivyo, Marekani kwa sasa inaendelea kuimarisha uhusiano na utawala mpya wa Syria unaoongozwa na Ahmad al-Sharaa na imeizuia Israeli kufanya operesheni nyingi za kijeshi nchini humo katika miezi ya hivi karibuni, isipokuwa kuiruhusu kuendelea kushikilia eneo la ulinzi buffer zone kusini mwa Syria. Taarifa hizo mpya kuhusu kurejea kwa mifumo ya ulinzi ya anga ya Syria zinaweza kuathiri kwa kiasi kikubwa usalama wa Israeli katika ngazi ya kimkakati, kutegemeana na kasi ya Syria kujimarisha na hali ya mahusiano kati ya Jerusalem na Damascus.